أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وحثنا في آياته كثيرة ومتعددة ومتنوعة. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tukiendelea na maudhui yetu ambayo inazungumzia kuhusu na shiriki. Kusema kweli ya kwamba maudhui hii mimi niliandaa kwa lisali moja. Kwa sasa imeminywa kuwa dakika 45. Tutaminyana hivyo ndani kwa ndani. Tuangalie yale ambayo yanawezekana kuachwa na yale ambayo yanawezekana kutolewa. Maana ya shiriki. Tukiangalia neno shiriki kwa haraka kwamba shiriki ni jambo ambalo linafahamika hata kwa Kiswahili. Tushirikiane ndio shiriki. Tunataka ushirika bwana. Tushirikiane, hii kazi ya mtu mmoja haiwezi, si ndio? Ndio shiriki. Mnashirikisha nguvu. Sawa? Mnashirikisha nini? Nguvu kwa watu ambao wanafanana. Hata wenye shirika, wenye kampuni wanasema sisi ni washirikina. Sawa? Yaani sisi ni washirikina, maana yake tuna ushirika kwenye kampuni hii, kila mmoja ana sehemu yake. Sawa sawa? Kila mmoja na nini? Ana fungu lake, ana sehemu yake. Sasa kama ambayo tumesema ya kwamba hatuwezi kuzungumza sana katika upande huo kulingana na muda ambao tulioupewa, tuende katika neno hili shiriki katika istilahi ya kisheria. Istilahi ya nini? Ya kisheria. Hii ndio ambayo tumeikusudia zaidi na ndio imelengwa zaidi. Kwamba tunaposema shiriki, wanawachuoni wanatafsiri au wanatoa taarifu mbalimbali. Ikiwepo ya kwamba ashiriku antaj'ala lillahi nidan wa qad khalaqaka. Shiriki ni kumjalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamshirika. Ndio niwaambia kwamba shiriki maana yake kilugha, maana yake ni kushiriki. Kwa hiyo ukamjalia Mungu naye anamshirika, aliyeshirikiana naye kwenye nini? Waqad khalaqaka, na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio aliyekuumba wewe. Mungu hajashirikiana na yoyote katika kukuumba wewe. Kama kuna mtu ana ushahidi anaweza akasema katika material aliyotumia Mungu kumuumba mwanadamu, na binadamu aliweka, alitoa mchango wake au ana hisa. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala manake ndio muumbaji, na katika uumbaji wake hana ushirika na yoyote katika kule kuumba. Kwa hivyo ujue ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiyo ambaye ni muumbaji, na ndiye aliyekuumba, na ndiye aliyeumba kila kitu, na bila ushirikiano wa yoyote. Kwa hiyo anasema wa huwa qismani, na shiriki hii akasema ina vigawanyo viwili. Shiriki hii ina vigawanyo viwili.
Awalan ashirikul akbar, akasema kuna shiriki kubwa. Wa huwa an yaj'ala lillahi niddan, nayo ni mtu kujalia Mwenyezi Mungu ana mwenzake, fi rububiyatihi, katika tauhid rububiyya. Na tauhid rububiyya nafikiri mnajua maana yake, kwamba tauhid rububiyya maana yake ni ifradullahi ta'ala bi af'alihi, ni kumpwekesha Mungu katika matendo yake aliyoyafanya mwenyewe. Matendo ya Mungu kal khalqi, kama vile kuumba, wa riziki, na vile kuruzuku, wal ihyai, na vile kuhuisha, wal imatat, na kufisha. Haya yote haya ni matendo ya Mungu. Kuleta mvua ni matendo ya Mungu, ni kazi yake Mungu. Kwa hiyo yoyote atakayemshirikisha Mungu, akamfanya Mungu ana ushirika katika uumbaji, katika ugawaji wa riziki, katika kufisha, katika kuhuisha, katika kuleta mvua na mfano wake, huyu ataitwa ni mushriki. Au uluhiyatihi, au akamshirikisha Mungu na yoyote katika uungu wake. Na tauhidul uluhiyya maana yake ni ifradullahi ta'ala bi af'ali liibadi, ni kumpwekesha Mungu kwa matendo yetu sisi tunaoyafanya. Yani matendo yako unayoyafanya yaonyeshe kuwa una Mungu mmoja. Yani matendo unayoyafanya wewe yaonyeshe kuwa una Mungu mmoja. Lakini leo kuna watu wanafanya matendo hayo yanaonyesha ana waungu wawili. Kwa mfano, kama kuomba, unakuta mtu anamuomba Mungu na anaomba mizimu yake. Anamuomba Allah mponye, anaenda kwenye kaburi la Sharifu naye anamuomba Sharifu amponye. Anaswali, lakini anaswali kwa ajili ya Allah na anaswali kwa ajili ya mtu mwingine. Haswali kwa ajili ya Allah peke yake. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anafanya ibada hizi anashirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba wewe unatakiwa kama unaswali, kama unachinja mnyama, uchinje ijulikane kuwa wewe umechinja kwa amri ya Allah peke yake. Fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa amri ya Mola wako. Sasa ni wangapi wanachinja kwa amri ya majini? Kwamba mashetani yamepanda, sisi tunataka damu, naomba leteni mbuzi, leteni kondoo, leteni jogoo mweupe. Lakini ni majini wanataka damu. Kama wanataka damu, si waende buchani kwanza wakanywe, kwa sababu kule zinamwagika tu. Kwa nini wakulazimishe wewe kuleta kuku au mbuzi uje uchinje alafu wenyewe wanywe damu? Lakini je, mbuzi mweupe au kondoo mweupe au jogoo mweupe na jogoo mweusi wote wakichinjwa damu si nyekundu? Kwa nini mbwembwe nyingi? Kwamba jogoo mweupe, jogoo mweusi, jogoo kadha, kumbe kinachotakiwa ni damu. Damu ni nyekundu tu, manyoya sio damu. Kwa hiyo anayefanya haya tunasema ni mushriki. Anamshirikisha Mungu katika ibada ya kuchinja. Anamshirikisha Mungu katika kitendo cha yeye alichoamrishwa achinje. Wengine hawachinji ng'ombe wao mpaka jua lichomoze. Jua likichomoza anamtoa ng'ombe nje, anamwagia maziwa kwamba ndio Mungu wake, ndio anamchinja ng'ombe. Kwa sababu ya nini? Amemuona Mungu wake. Huyu ni mushriki. Fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya nani? Au asmaihi wa sifatihi, au kumshirikisha Mungu katika majina yake na sifa zake. Mungu ana sifa na ana majina. Mfano, Mungu anaona, laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir, hana mfano wa kitu chochote na ile hali ya kuwa yeye anasikia na anaona.
Kwa hiyo hata binadamu anaona, mbuzi anaona, ng'ombe anaona. Kwa hiyo usimfananishe Mungu na kuona kwa mbuzi na kuona kwa binadamu na kuona kwa ng'ombe. Sisi hapa tulipo hapa tunaona tu hapa. Hivi yanayofanyika nyuma yetu tunayaona? Yanayofanyika pale mbele hapo, labda Mkenge hapo, ukienda Ilongero, ukienda Singida mjini, unaona? Kwa hiyo kuna watu wengine wakisema tusiseme Mungu anaona. Tukisema Mungu anaona tutakuwa tumemfananisha na binadamu, kwa sababu hata binadamu anaona. Tunasema hapana, binadamu anaona lakini haoni kama Mungu. Sifa ya kuona kwa Mungu na kusikia kwa Mungu, hii ni ya kwake ya pekee. Wewe kusikia hapo kuna volume ambayo unatakiwa usikie. Na ikizidi unasema aseo unaniulia masikio. Lakini kuna siku Mwenyezi Mungu akasema nyamazeni watu wa muziki, mnapiga kelele, shindwa kuelewana watu wangu. Ni mastudio mangapi makubwa yana masauti makubwa mpaka watu hawalali. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hadhuriki na chochote. Kwa hiyo usimshirikishe Mungu katika sifa zake. Sifa za binadamu, mwanadamu ni dhaifu. Mwanadamu ni kiumbe. Kama mwanadamu ni kiumbe na sifa zake pia ni kiumbe. Kama mwanadamu wenyewe wa khuliqal insanu dhaifa, ameumbwa mwanadamu hali ya kuwa ni dhaifu. Je, sifa zake zitakuwa ndio sio dhaifu? Macho ulionayo unavyozidi kuzeeka na macho yanazeeka yanakosa nguvu. Alafu unafananisha macho yako, yani kuona kwako na kuona kwa Mungu kuwe sawa. Masikio yako kusikia kwa Mungu kuwe sawa. Waqila aidan fi ta'rifihi huwa an yaj'ala lillahi niddan yad'u kama yad'u Allah. Ni kumjalia Mwenyezi Mungu ana mwenzake, anamuomba huyo mshirika aliyemjalia kuwa mshirika wa Mungu kama anavyomuomba Mungu, au yakhafuhu au yarjuhu, anamuogopa kama anavyomuogopa Mungu. Kuna watu wanaogopa mizimu yao. We, utavunjika mguu. Mtaisha familia nzima. Kwa sababu tu wewe hujatii mizimu inataka mbuzi ikachinjwe, mkachinjwe kwenye kaburi, mfanye matambiko. Na wako watu wanaombea wale wanaokataa, huyu bado hajapata na matatizo, ngoja akipatwa vizuri atatufuata sisi wazee. Kuna watu wanajiita wazee, sisemi hawa walioko hapa. Kwamba wanataka vijana yetu wakipata na matatizo wao ndio waone, kwa sababu wenyewe wana mawasiliano na mizimu. Wataenda kwenye mizimu yao, watawaambia bana huyu kijana amekubali, huyu bana mwachieni tu. Wanafikiri ni watu wa maana sana, kumbe ni watu wanaongea na mashetani. Wao wanaomba mtu ambaye hataki kutii makaburi, kutii mizimu, apatwe na tatizo ili siku moja akapige magoti kwao. Na kama bado hujapata na matatizo wanaumia sana, wanapata tabu. Ima mke wako, ima mtoto wako apate shida, ukamwambia wazee bwana nimekuja. Leo kuna baadhi ya watu wanaswali lakini na kwenye mizimu wanaenda. Kuna mzee muumini moja katika wilaya ya Mwanga alimwambia shekhe wa wilaya baada ya kushindwa kumtatulia tatizo lake la kulazwa chini na mizimu. Ambia mimi wana mizimu hii nisipopiga ngoma nakuja kukuta nimelazwa uchi, mara nimetolewa nje, mara nimelazwa uvunguni. Sasa unanisaidiaje? Mwambia wewe achana na hayo mambo yote, ni ushirikina. Ambia sasa shehe nisipofanya hivi nitateseka. Yeye anamwambia huo ni ushirikina tu, kana kama hakuna ufumbuzi wa kumsaidia. Mwisho wa siku akamwambia basi mimi siwezi kuacha kuwapigia ngoma, nitawapigia ngoma na msikitini nitaenda kuswali na Mungu simwachi. Kwa hiyo akakusanya vyote. Kama ambavyo sasa kuna wengine ambao sisi hatuwajui historia zao, lakini wako watu wanachanganya, wana mixi kwamba huku yupo na huku yupo. Tena anatumia lugha anasema dini haivunji mila na mila haivunji dini. Ni kweli mila haivunji dini? Kwenye matambiko sinatumika pombe? Je, pombe kwenye Uislamu ni halali? Mkifanya matambiko mkatumia pombe hamjavunja dini? Mkiacha kutumia pombe kwenye matambiko hamjavunja mila?
Kwa hiyo dini inavunja mila. Ndio maana Mtume aligombana na Waarabu, akina Abu Jahali. Aligombana nini kama mila ilikuwa inakubaliana na dini? Mtume alipigana vita na Waarabu. Alikuwa anapigana vita vya nini kama mambo yote ni sawa? Ukiingia huku natokea huku sawa. Kwa hivyo anasema anawaogopa kama anavyomwogopa Mungu, na anawatumainia, anawatarajia kama anavyomtarajia Mungu. Au yuhibbuhu kahubbillah, au anampenda huyo Mungu wake kama anavyompenda Mungu. Au yusrifu lahu naw'an min anwa'il ibada, au kumwelekezea aina miongoni mwa aina za ibada anamfanyia huyo Mungu wake. Hii inatosha kuwa ni taarifu ya ushirikina. Wa minan nasi man yatakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Wako watu waliojifanyia miungu kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wanawapenda kama wanavyompenda Mungu. Yani wanaweka upendo sawa, anavyoumia kwa Mungu na anavyoumia kwenye miungu yake. Anapoacha kutii mila hapati amani. Na hata ikatokea mtoto kijana amekhalifu ile mila na zile desturi zao, mambo walioyakuta ya zamani yanafanyika. Na kwa sababu majini wao wanaishi miaka mingi kuliko sisi. Jini anaweza kaishi miaka 500, miaka 1000. Sasa anakufa baba mtu, anakuja mwingine. Yule anataka mikoba yake ishikwe. Na anakuja kwa mtindo ule ule kwa mtoto fulani, kwamba huyu ndio anatakiwa akabiziwe mkoba wa yule mzee. Sasa unapokataa pale ndio inapokuja ugomvi katika familia. Huyu ndio anatuletea matatizo huyu. Khataru shirki al-akbar ala sahibi. Twende haraka haraka japokuwa sina uwezo huo. Nasema uhatari wa shiriki kubwa juu ya mtu wake anayefanya shiriki, huyo ambaye anafanya ushirikina. Ashiriku al-akbaru la yaghfiruhu Allahu illa bitauba. Shiriki kubwa Mwenyezi Mungu haisamehi isipokuwa kwa toba. Waswahibuhu in laqiya Allah bihi fahuwa mukhalladun fi nar. Na mtu wake akikutana na Mungu hali ya kuwa anaendelea na ushirikina wake, basi atakalishwa motoni milele, hatotoka. Kwa hiyo ushirikina sio kitu cha kufanyia mzaha, sio kitu cha kufanyia utani. Kimbia kabisa, kaa mbali na ushirikina. Qala Allahu Ta'ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakika Mwenyezi Mungu hasamehi kushirikishwa kwayo, anaweza kusamehe madhambi mengine yaliyokuwa chini ya kiwango cha ushirikina, liman yashau, kwa yule anayemtaka, kwa yule atakayempenda. Sio kila mtu tu atasamehewa. Wanachuoni wamezungumza mengi katika haya liman yashau. Sio katika hao washirikina, ni katika waumini ambao wamekosea makosa madogo madogo, ndio anaweza Mwenyezi Mungu akamsamehe, kwa sababu madhambi yale ni chini ya ushirikina. Madhambi ambayo hajafikia kwenye ukafiri, hajafikia kwenye ushirikina, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza akamsamehe mja hata kama amekufa nayo bila kutubu siku ya Kiyama, au asimsamehe akamwadhibu kwanza na moto kisha baadaye atamtoa kwa sababu ya kubakia imani. Shiriki inaua imani, shiriki inamaliza imani. Kama umeandika ubaoni alafu ukachukua kifuto ukafuta na ufuto, ni kwamba maandishi yale yameisha. Kwa hiyo madhambi mengine yanabakisha athari ya imani, lakini dhambi ya ushirikina inamaliza kila kitu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushriki billah faqad iftara ithman adhima. Na yoyote yule
atakayemshirikisha Mwenyezi Mungu, awe ni mzee, awe ni kijana, awe ni bibi, awe ni mama, ni dada, lakini anamshirikisha Mungu, huyu ameleta uzushi wa madhambi makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, madhara ambayo ya shiriki kubwa ni hayo. Anwa'u shiriki al-akbar, aina za shiriki kubwa. Anasema shiriku al-ibada, shiriki ya ibada, wa huwa sarfu shay'i min anwa'i al-ibada li ghairi Allah, nayo ni kuelekeza chochote katika aina za ibada kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Kaduai, kama vile kuomba, wa nadhiri, na kule kuweka nadhiri, wa dhabihi, na kuweka na kuchinja, wa ghairiha, na vinginevyo, min al-ibadati, miongoni mwa ibada, kama dhakarna, kama tulivyotaja. Kwa hiyo dua, kuomba, ukaenda kaomba kwenye makaburi, kwenye mti, kwenye pango, ukasema hata hao wanastahili kuombwa, wewe umefanya ushirikina. Hii ni shiriki katika ibada. Ukaenda kwenye kaburi ukaweka nadhiri, jamani, mimi nimekuja hapa na muda mrefu sijapata mtoto, nikipata mtoto nitaleta mbuzi nichinje hapa. Kwa hiyo huyu amefanya ushirikina katika ibada, na huyu makazi yake ni motoni milele, vinginevyo atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya uhai wake. Pili, shirikul mahabba. Kuna aina ya shiriki kubwa ambayo ni shiriki ya mahaba, shiriki ya mapenzi, shiriki ya kupenda. Wa huwa an yatakhidha andadan min dunillah, naye ni kujifanyia waungu kinyume na Mwenyezi Mungu. Yuhibbunahum kahubbillah, anawapenda kama anavyompenda Mwenyezi Mungu, kama qala Allahu ta'ala, wa minan nasi man yatakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubba lillah. Na wako watu miongoni mwa watu hawa tunawajua, wenye nywele, wana miguu miwili, wanatembea, mnakula mnacheka nao, lakini wamejifanyia kinyume na Mwenyezi Mungu miungu mbalimbali. Wanayo miungu yao, na hao waungu wanawapenda kama wanavyompenda Mungu, na wanateseka kama wanavyoteseka kwa Mungu. Leo washabiki wa mpira wanayopenda mpira na wanaumia kwa kufungwa, maumivu hayo hajawahi kuyapata kwenye dini. Lakini mtu Simba ikifungwa anaweza akaumwa na tumbo la kuhara, na huenda yeye ni Simba, mke ni Yanga, anaweza asirudi nyumbani kwa sababu mke atamzomea, kwa sababu tu timu yake imefungwa. Na jinsi alivyokuwa na mapenzi, anavyoipenda, unaweza ukamwambia vikigongana wakati wa swala na Simba inacheza, ataacha swala, ataenda kwenye kuangalia mpira. Katika jambo la kumtii Mungu, yeye anatanguliza nafsi yake inataka nini, nafsi yake inapenda nini, anakifanya kile ambacho nafsi yake inapenda, sio kile ambacho Mungu amemwamrisha. Jua wewe umefikia kwenye daraja la ushirikina. Asema inkana hawahu fi shiriki wal kufri, ikiwa hawa yake, matamanio yake hayo ni katika shiriki na ukafiri, fahuwa shiriku wa kufurun, itakuwa ni shiriki na ni ukafiri. Mukhriju minal milla, inamtoa kwenye mila ya Uislamu, inamtoa kwenye Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, araaita man ittakhadha ilahahu hawahu, je, umemwona yule aliyojifanyia hawa ya nafsi yake ndio Mungu wake? Afa anta takunu alayhi wakilan, je, wewe unaweza kuwa ni mlinzi wake, msimamizi wake? Asema fabil hawa yaqaul insanu fi ma'siyati Allah, kwa kufuata hawa mtu atatumbukia katika kumwasi Allah. Minal bid'i, kutokana na bid'a mbalimbali atazifanya, wa shiriki, na vile vile shiriki. Faswahibul hawa la ya'rifu ma'rufan, mtu mwenye hawa, mwenye kufuata matamanio,
huwa hatambui wema, wala yunkiru munkaran, wala hakemei munkari wowote, wala haoni ubaya wowote, illa ma ushriba min hawahu, isipokuwa kile alichonyweshwa katika hawa ya nafsi yake, kile ndio atakachokiona kizuri, na kile ambacho ni chema ni kile ambacho nafsi yake imekikubali. Aina nyingine ya shiriki, shiriku taa, shiriki ya utii. Shiriki ya utii, wadhalika yakunu bitaati linsani, asema na hilo linakuwa katika toa ya mwanadamu, kumtii mwanadamu, fi tahalili ma harrama Allah, katika kuhalalisha yale aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu, au taharimi ma ahalla Allah, au kuharamisha yale aliyoyahalalisha Mwenyezi Mungu. Faqad ja'ala Allah dhalika shirkan, atakuwa amemjalia Mwenyezi Mungu huyo ni mshirika wake, au amefanya shiriki. Biqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, am lahum shuraka'u shara'u lahu min ad-din, au wanayo washirika wao wenye kuwawekea sheria katika dini, ma lam ya'dham bihi Allah, mambo ambayo Mungu hajaidhinisha, Mungu hajatoa kibali kwenye dini kwamba hayo yafanyike. Sheria ya Mungu ndiyo yenye kutuongoza, hichi ni halali, hichi ni haramu. Sio wewe tu mtu akwambia hichi ni halali, hichi ni haramu, ukamtii, ukamsikiliza. Waqala ta'ala, itakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, wamejifanyia. Ahbarahum ni ulama au fuqaha al-yahudi, ni wanachuoni wa Kiyahudi. Yani hao wafuasi wao wamewafanya maulama wao wa Kiyahudi. Wa ruhbanahum, na wale watawa ni viongozi wa dini ya Kikristo. Wao wanaitwa ni watawa kwa sababu mara nyingi wao ni watu wenye kujitenga, wanaenda maporini kule, wanajenga vibanda, wanafanya ibada kule. Alimuhimu ni kwamba hawa ni marejeo, wanarejea kwao. Kila watu wana wanachuoni wao, wana wasomi wao. Arbaba min dunillah, wamewafanya kuwa ni waungu kinyume na Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wao wanawahalalishia mambo aliyoharamisha Mwenyezi Mungu, na wenyewe wakakubali. Wanawasikiliza katika hilo. Nasema jaa fi tafsiri hadhihi al-aya, imekuja katika tafsiri kwamba aya hii, anna Adi ibn Hatim qala ya Rasulullah, alisema ewe mtume wa Allah, lasna naabuduhum, sisi hatuabudu wakubwa wetu bwana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam yakunu yahiluna lakum alharam, hawakuwa wanawahalalishieni ninyi haram, fatahilunahu, na ninyi mkahalalisha, wayuharrimuna lihalala, na wanawaharamishia halali, fatuharrimunahu, na ninyi mkawa mnaharamisha. Hawakuwa wanawafanyia hivyo? Qala bala, akasema mbona ni hivyo walikuwa wanafanya. Qala tilka ibadatuhum, Mtume akamwambia basi hiyo ndio ilikuwa ibada yao, yani ya kuabudu wao, mliwafanya kuwa ni waungu kwa hilo, kwamba wanawahalalishia jambo ambalo ni haram na nyinyi mkawatii, basi huko ndio kuabudu kwao. Twaib, tumetaja mambo manne katika shiriki, aina za shiriki kubwa. Shirikul ibada, shiriki katika ibada. Shirikul mahabba, shiriki ya mahabba, kupenda, na watu sasa wamekuwa ni walevi wa upendo. Shirikul hawa, shiriki ya matamanio. Alafu shiriku atwaa, shiriki ya utii. Kwa haraka tunaingia ashirikul asgharu wa anwa'uhu, shiriki ndogo na aina zake. Taarifu shiriki al-asgharu huwa ma ata fi nususi sharia bitasmiyatihi shirkan. Nasema shiriki ndogo ni ile iliyokuja katika dalili za kisheria kuitwa kuwa ni shiriki, walamu yasil ila haddi shiriki al-akbar, lakini haijafikia kwenye daraja, kwenye kiwango cha shiriki kubwa. Na hapa ndipo watu wengi wamejikita. Akasema anwa'u shiriki al-asghar, aina za shiriki ndogo.
alhalifu bighairi Allah, ni kuapa kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Kuapa kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Unasema na hapa bwana, jua hilo limewaka. Wewe ni mushriki tu. Wayasiru ariya, vile vile na kufanya jambo kwa ria. Na kufanya jambo kwa ria inaingia katika shiriki ndogo. Wa qawlu rajuli, na mtu kusema masha Allahu wa shi'ita, akipenda Mwenyezi Mungu na wewe, hiyo ni shiriki ndogo. Masha Allahu wa shi'ita, akipenda Mungu na wewe. Walaula Allahu wa fulan, na asingekuwa Mungu na fulani, hii ni shiriki. Yani maana yake ungetakuwa useme nini? Masha Allahu thumma shi'ita, kisha ukataka wewe, kwa sababu wao inaunganisha, inaleta usawa kati ya huyo aliyetangulia na aliyekuja baada yake, wote wako sawa. Lakini ukisema thumma, maana yake kuna tarahi, kuna muda, kuna kipindi. Kwa hiyo useme masha Allahu thumma shi'ita, walaula Allahu thumma fulanu, lau asingekuwa Mwenyezi Mungu kisha fulani. Usiseme lau asingekuwa Mungu na fulani. Hapo atakuwa umefanya shiriki. Wakadha talabu liilmi lighairi la, Sheikh anasema na vile vile kutafuta elimu kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu kwa lengo lingine. Walakin litahaswilihi liwadhifa, kwa ajili ya kupata cheo wa shahada, na kwa ajili ya kupata shahada, vyeti. Au talabu liilmi liajli riyai, au kutafuta elimu kwa ajili ya ria, wasumua, na kusikika, wanahawi dhalika, na mfano wa hivyo, mimma yunafi liikhlas, katika vitu ambavyo vinapingana na ikhlasi. Khataru shiriki al-asgharu ala sahibihi, uhatari wa shiriki ndogo kwa mtu wake. Nasema sahibu shiriki al-asgharu la yukhladu fi nar, mtu anayefanya shiriki ndogo hatokaa motoni milele, lakini kufanya shiriki ndogo inampelekea mtu kwenda kufanya shiriki kubwa. Yani uzito wa shiriki ndogo ni kama madhambi mengine ambayo mtu anaweza akayafanya ya uasi, ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo anapofanya shiriki ndogo inaweza ikampelekea sasa akaingia kuifanya ile shiriki yenyewe ambayo ni kubwa. Aqsamu shiriki al-asghar, vigawanyo vya shiriki ndogo. Yanqasimu shiriki al-asghar ila qismaini, shiriki inagawanyika sehemu mbili: shiriku dhahir na shiriku khafiyun, shiriki ya wazi na shiriki iliyojificha. Awalan anasema ashiriku dhahir, shiriki ya wazi. Wa hadha shiriku yanqasimu ila qismaini, na hii shiriki vile vile inagawanyika sehemu kuu mbili. Anasema shiriku fil af'al, shiriki katika matendo, shiriku fil aqwal, na shiriki katika maneno. Min ajli itiqa'il aini, haya yote ya kuvaa hii libangili mkononi na kuvaa uzi na kutundika vile vya kuninginiza ni kwa ajili ya kujikinga na kijicho, au itiqa'il jinni, au kujikinga na majini, au almaradi, au kwa ajili ya kujikinga na maradhi, au almasaibi, au na matatizo, wanahawi dhalika, na mfano wa hivyo. Hayo mara nyingi yanakuwa ndio malengo. Ukikuta mtu amevaa bangili la shaba, ina la kawaida tu, lakini ana malengo kwamba ameambiwa hili na kukinga na maradhi na kukinga na kijicho. Wengine mpaka sasa hivi kuna madereva wanavaa mabangili wanasema yanawakinga na ajali barabarani, lakini ndio ajali zinakuwa nyingi. Mtu anakufa na bangili amevaa, lakini amesema inamkinga na nini? Na huenda pia ameangukia huo mkono na bangili lenyewe limepinda. Sasa kama lenyewe halijaweza kujitetea, linaweza kukutetea wewe? Fahadha shiriku asgharu, hii ni shiriki ndogo. Walakinahu mashurut, lakini imewekewa sharti. Ili iwe ni shiriki ndogo imewekewa sharti. Fa idha ataqada anna hadhihi al-ashya, mtu akiitakidi kwamba hivi vitu
yani hili libangili nilolivaa, au huu uzi niliovaa, unaweza tasaqilu fi naf'i wa dharri, unajitegemea katika kuleta manufaa na kuzuia madhara. Yani hicho ulichokivaa kinajitegemea chenyewe kwenye kuleta manufaa na kwenye kuzuia madhara. Faqad swara shirkan akbar, hapo itakuwa ni shiriki kubwa, sio shiriki ndogo tena. Manake anayeweza kukuletea manufaa ni Allah, anayeweza kukuletea madhara ni Allah. Mungu akiamua kukushikisha na dhara lolote na ugonjwa wowote, hakuna atakayeweza kuondoa ila Allah. Kwa hiyo ina maana umelipa libangili uwezo wa Mungu, umelipa nafasi ya uungu, linaweza kukuletea riziki ambayo Mungu hajakuandikia. Linaweza likakukwepesha ajali ambayo Mungu alikuwa ameipanga, lenyewe likakuondoa kabisa, ukaikosa, ukaikwepa. Nasema hili bangili bwana, linaweza. Umelipa uwezo wa Mungu, nafasi ambayo ni ya Mungu kalipa lenyewe. Wewe umeshakuwa ni mushriki, tena sio mdogo mdogo, ni mushriki wa kushiba, mwenye afya. Amma in i'taqada annaha mujarradu sabab, ama kama anaitakidi tu hii ni sababu tu, faqad ja'ala ma laysa sababan sababan, atakuwa amejalia kitu ambacho si sababu akakifanya kuwa ni sababu. Kwa sababu kama ingekuwa hivyo ni visababu, Mungu angetufundisha au mtume angetufundisha, vaeni mabangili jamani, kuna ajali barabarani, tungevaa. Kwani mtume hatupendi? Kwani mtume hajui kwamba kuna watu wenye vijicho, wenye macho, akikuangalia hivyo unaweza ukapatwa na homa ukaanza kuendesha na ulikuwa unatembea kawaida? Si anajua wapo. Al-ainu haqqun, kijicho kipo. Mtume anasema kijicho kipo. Lakini pamoja na kujua hilo, hajasema tuvae vikamba vyeusi au tuwavalishe watoto wetu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha dua. Alikuwa akimkinga Hasan na Hussein, wa'idhukuma bikalimati llahi tama min kulli shaytani wa hama wa min kulli ainin lama. Wa'idhukuma bikalimati llahi tama, na wakingeni ninyi kwa maneno ya Mungu yaliyotimia. Wanasema maneno ya Mungu yaliyotimia ni Qur'an. Kwa kila shetani wa kibinadamu wa kijini, kwa kila shetani na kila vile vinavyotambaa chini vyenye sumu kama inge, nini, nyoka, vyote hivyo na wakinga watoto. Na kila kijicho, na kila mwenye kijicho asikudhuru kwa kijicho chake. Watu wengi wanadhani mwenye kijicho ni mchawi. Kuna watu wengine si uchawi, ni kijicho. Mtume amesema ni haki, ni ile tu moyo tu kikipenda kitu cha mtu, basi sumu inatoka inaenda kukiharibu kile kitu. Na Mtume ametufundisha dua ya kuomba. Ni dua gani? Ukiona wewe moyo wako umeshtuka, Allahumma bariki alayhi, muombee dua Mungu ambariki. Itakuwa sumu ile haichomoki tena, haitoki tena kumdhuru mtu, mtoto wa watu, ng'ombe, ndama. Kwa hiyo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam angejua hiyo ni sababu ya kuvaa hivyo vitu, kwani nyuzi wakati wa Mtume nyuzi nyeusi ilikuwa ni shida? Au mabangili yalikuwa ni ya shida? Hakukuwa na tatizo na wala hapakuwa na shida hiyo. Haya, twende kwenye shirikul aqwali. Wadhālika kalahalifi bighairi llah, nayo ni kama kuapa kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Mithlu an yahlifa biabihi, mfano mtu kuapa kwa baba yake, na hapa kwa baba yangu, au jaddihi, au babu yake, au likaaba, na hapa kwa likaaba, au wahayati, na hapa kwa uhai wangu, wahayati fulani, na kwa uhai wa fulani. Au yahlifu bin nabii, au anaapa kwa mtume, na hapa mtume wangu Muhammad. Wakadhalika qawlu libaadhi, na vile vile wengine wanasema muturina binau ikadha, tumenyeshelezwa mvua kwa nyota fulani.
Wakadha alqaulu ma sha Allahu wa shita, kusema akipenda Mwenyezi Mungu na wewe, tumeshaelezea namna yake. Na mfano mtu kusema lau isingekuwa bata kwenye nyumba yetu basi waizi wangetuibia. Isingekuwa mbwa anayebweka tungeibiwa. Sema asingekuwa mbwa aliyebweka kisha Mwenyezi Mungu. Asingekuwa Mwenyezi Mungu kisha mbwa aliyekuwa anabweka tungeibiwa. Lakini useme asingekuwa bata, asingekuwa mbwa, tungeibiwa. Wewe ni mushriki, lakini bado hauna afya. Sheikh anasema ashirikul khafiyu, shiriki iliyojificha, wal muradu bihi shirikul iradati. Anasema hii ni shiriki ile ya nia, makusudio, mtu kukusudia aniyat. Wa hadha naw'u min akthari anwa'i shiriki uqu'an, na hizi ni katika aina za shiriki zinazotokea mara nyingi sana. Haithu la yaslamu minhu alalimu fadlan anil jahil, kiasi ambacho hata wasomi hawasalimiki, achilia mbali wale wajinga. Illa man rahima rabbik, man rahima rabbuka, isipokuwa yule ambaye Mwenyezi Mungu amemrehemu. Hapa anasema tofauti kati ya ashirikul akbar wa ashirikul asghar. Anna sahibahu khalidul mukhalladu fi nar, mwenye kufanya shiriki kubwa atakaa motoni milele. Ashiriki ndogo la yukhladu sahibuhu fi nar, hatokaa motoni milele. Annahu yuhbit amala bil kulliya, shiriki kubwa inaporomosha matendo yote, hakuna kinachobaki. Shiriki ndogo la yuhbitul a'mal bil kulliya, shiriki ndogo haiporomoshi matendo yote. Mfano ukiswali swala ya alasiri kwa ria, swala ndio haitokubaliwa, lakini swala ya adhuhuri kama umeiswali kwa ajili ya Allah, ile itakuwa imekubaliwa. Lakini hii ya alasiri uliochanganya na ria ndio yenyewe itakokuwa ina matatizo kutokubaliwa, lakini ile nyingine haiharibiki. Lakini shiriki kubwa inaua. Ukifanya ushirikina inaua swala zote, hakuna inayobaki. Anna sahibahu halalu dami wal mal, mwenye kufanya shiriki kubwa ni halali damu yake kuuawa na mali yake kuchukuliwa. Anna sahibahu, mwenye kufanya shiriki ndogo, anna sahibahu la yahillu damuhu wa maluhu, damu yake si halali na mali yake. Anna Allah ta'ala la yaghfiruhu illa bitauba minhu qabla al-mamati, shiriki kubwa Mwenyezi Mungu hamsamei mtu huyo isipokuwa kwa toba kabla ya kufa. Mwenye kufanya shiriki kubwa anasamehewa, lakini atubie kabla hajafa. Akifa nayo manake hii anasema imeenda. Anna sahibahu, mwenye kufanya shiriki ndogo, baina al-mashia insha Allahu adhabahu, yuko kati ya matashi ya Mungu. Mungu akipenda atamwadhibu, wa insha ghafara lahu, na akipenda atamsamehe. Man ata arrafan au kahinan, mwenye kumwendea arraf au kahina, fasaddaqahu bima yaqul, akamswadikisha kwa yale anayoyasema, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, amekufuru kwa yale yaliyoteremshwa juu ya Muhammad. Kwa hivyo watu wengi wameingia kwenye mlango huu kwa sababu ya hawa watu wanaojidai wanafahamu mambo ya ghaibu, wanajua mambo yaliyojificha ya mustakbali na yale yaliyopita. Kuna watu wa nyota. Wote hawa ni visababishi kwa zama zetu kuwafanya hata wale wanaoswali, wanaoingia msikitini, waone kwamba haiwezekani ukawa unaswali alafu wewe hujui dunia inaendaje. Kuna watu walikuwa maskini, hawana pesa, walipopata pesa wakaanza kuwajua waganga. Lakini kabla ya hapo walikuwa hawajui waganga, na wala walikuwa hawajui nyumba zao ziko wapi. Lakini baada ya kupata kitu wakazifahamu. Kwa hiyo kwa sababu ni kuachiana, na wenzangu bado wapo wanahitaji kuendelea, tutosheke na haya ambayo tumeyazungumza biidhnillahi tabaraka wa taala. Tutakapopata fursa nyingine tutaweza kuzungumzia hayo yaliyobakia. Jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.